Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo umeumbwa kwa sura na mfano wa nani? Ndani yako kuna asili ya Mungu, ndani yako kuna maisha ya kiungu, ndani yako kuna tabia za kimungu, na ndani yako kuna utendaji wa namna Mungu anataka afanye. Yaani badala ya Mungu kufanya, anataka wewe ndio ufanye. Badala ya Mungu kusema, anataka useme. Wewe ni kinywa cha Mungu. Wewe ni mkono wa Mungu. Wewe ni miguu ya nani? Ya Mungu. Iko sawa? Wana aya ya 60. Mnanielewa? Ndio maana tunasema nateka 500,000. Hapo ndio akisikia 500,000 anafurahia. Anaweza kaiteka mpaka hata aitekeki sasa. Wewe kaa kwenye position, jijue tu wewe ni nani. Utaona vitu vina change. Amen? Amen? Kwa hiyo kama nimeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, maana yake Mungu amejiumba, anataka aketi sasa, alafu aone sisi tunafanya kama yanavyofanya. Tuko sasa, ndio usiku kuomboleza, usiku. Ndani yako kuna vitu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pointi ya 3 kwa nini nakwambia Mungu anataka uoperate inapatikana kwenye Warumi sura ya 12. Warumi sura ya 12. Wewe ni salama. Wewe ni salama. Kwa maana Warumi 12:3 anasema, kwa maana kwa neema niliyopewa nawaambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompaswa kunia, bali awe na nia ya kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kila mtu kiasi cha umegaiwa. Wote kwa Mungu tulianza na imani ya kiwango fulani. Ukiokoka, maana Mungu anakugawia sehemu ya imani yake, anakugawia wewe. Kwa hiyo wote kama tumeanza na 0.0 ama 0.1 kiwango cha imani, si kazi ya Mungu kukuza imani yetu, ni kazi yetu sisi kukuza hiyo imani. Lakini namna Mungu anavyofanya vitu kwa imani, unaweza kauweka pia ndani yako. Ile imani pia iko ndani yako. Ndio maana Mungu anataka ufanye kwa niaba yake, useme kwa niaba yake, ukemee kwa niaba yake, ufanye vitu kwa niaba yake. Kwa nini? Uwezo ambao uko ndani yake ameuweka ndani yako. Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa? Wakati ninaanza zoezi la kuzuia mvua, haikuwa rahisi. Kuzuia mvua, kunyesha mvua, kuomba mvua inyeshe, haikuwa kazi rahisi. Lakini mvua kunyesha kama tuko hapa kuizuia, haikuwa rahisi. Lakini nienda na practice, kwa sababu ya kile ambacho kiko ndani. Tuko sawa? Ndio maana ya kuomba. Unaweza kufanya yasiyokuwepo yakawepo. Nimesema? Kana kwamba tuko sawa. Sasa ndio maana nimekwambia Mungu anakusubiri. Mungu anakuangalia wewe. Mungu kila kitu
liko ndani. Yaani uwezo ule wa Mungu uko ndani yako, utukufu ule wa Mungu uko ndani yako, imani ile Mungu ameweka ndani yako. Unashindwa kubadilisha nini? Kama Mungu alisema tu ikawa, kwa nini leo usiseme ikawa? Hapo ndio unaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa turudi kule. Mungu alimpaje? Kwa kusema. Kwa ku. Sasa usije ukasahau hata siku moja kwamba kinywa ni kifaa muhimu sana kilichobeba wito katika huduma. Kinywa hapa ni kifaa muhimu sana kilichobeba wito katika huduma. Kama haujui kuombea kinywa chako, kwa sababu ndio kimebeba mtandao wa kubadilisha, utakuwa unaona mazombi tu kwenye maisha yako. Kwa nini? Huna nidhamu kuyanena kinywa chako. Kile kitabu cha Kutoka ni mstari wa 12. Kutoka ni 12. Biblia inasema, basi sasa enenda nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalonena. Utaelewa hiki kitu hapo. Mungu hautu na wewe, anakuwa na kinywa chako. Kwa hiyo kinywa chako kinakuwa ni kinywa cha Mungu. Amen. 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 Kinywa chako ni kinywa cha Mungu. Sio pamoja na kinywa chako. Ukisema ni Mungu amesema. Ukitamka ni Mungu katamka. Ukitaja ni Mungu ametaja. Sema Baba, katika jina la Yesu, uwe na kinywa chako. Uwe na kinywa chako. Wewe kama hata kwenye ndoa unaongea kama chiriku, mwambie Mungu akusaidie. Kuna watu wanaongea mwisho wanakupiga mangumi. Mwambie Mungu uwe na kinywa chako. Sentensi yako moja tu, hata kama wewe ni mwenzi wako anasema ya hichi kinywa kina Mungu. Tuko sawa. Si rahisi kuona matokeo kama haujajua nidhamu inayotakiwa kuwa pamoja na kinywa cha mtu. Mwambie mwenzako, badilisha mawazo unayosema. Omba hekima sana. Omba upendeleo. Omba Mungu awe na kinywa chako. Sentensi yako ni sentensi ya Mungu. Mimi huwa wakati mwingine naitwa nikawe nafsi. Mimi sio nafsi. Na nikifika ninaweza nikaangalia. Nikisema wanasikiliza wote. Kwa nini?
Kinywa gani sasa cha Mungu kina matusi? Mungu anatukana. Tena unikome, wale ndio kwetu wale waliokota. Endelea tu. Na maneno ya mwisho napigwa ngeo. Kuna mmoja alikuwa mama amenipiga ngumi hapa, sikiwa tu na wewe na. Biblia inasema moto unazimika kwa kukosa chuchizi. Biblia inasema jawabu la upole linatuliza. Wewe umetengeneza labda ulikuwa unatengeneza labda mchele. Umetengeneza kwa haraka. Unawahi ili apate kula, alafu ghafla ukasahau kidogo vinini, ukasahau mawe. Alafu yule bwana amekuja, yeye anapiga kijiko cha kwanza, cha pili, cha tatu, bwana kacha. Alafu hapo anamaka, anasema nini? Yeye mpendui. Hata hivyo si usiku tumenani, jaribu uone. Kama utakula moja, baba niombe, na mimi naambia wewe ombea kwanza kinywa chako. Anafurahia kupiga wewe. Baba samani. Sasa kila mtu kijidume ndani. Sasa nikuonyeshe wewe. Mmoja ananionyesha baba naona nilikumuta hapa. Sawa. Sinaweka mdomo. Samani baba, nilikuwa naharakisha nikajua kwamba kila kitu kwa sababu kitarekebisha. Wanawake wa kizazi hicho wanafanya hivyo. Kuna mtu afanye hivi. Utakomaa na tusi, ndio maana saa zingine huduma 5 zinafanya kazi. Lakini sio yeye kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Mwambie Mungu awe na kinywa. Utaona tu kuna watu wataka kuzungumza nako, anakatisha. Uwe na kinywa. Mungu uwe na kinywa chako katika ndoa. Kwa sababu vyanzo vingi vya matatizo ni kwa mdomo. Anaongea. Mbona unashangalia sana vipi unakukuta? Wanaume ameongea mawili, mama ana 8. Sasa tulia basi kwanza. Hapana, nakwambia. Mwambie Mungu uwe na kinywa chako. Nipe hekima. Nipe maarifa. Kuna wakati hata Yesu alipita kwenye magumu lakini hakusema. Alinyamaza. Aliweza kujitetea lakini akanyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Luka 2 ule mstari wa 15. Si kama naeleweka jamani. Luka 21. Luka 21 mstari wa 15. Luka 21. Luka 21. Ule mstari wa 15. Angalia Biblia inasema. Anasema, kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote akiwemo mume wako hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Kinywa na Mungu, nipe kinywa. Nipe na hekima. Kila anayesikia, haijalishi amesoma, haijalishi ana digrii, akikusikiliza tu haweza kupigana naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza jamani. Hata Mungu huwa anafanya anachosema.
Yaani Mungu akishasema tu lazima atekeleze. Yaani mfumo huo hata kukemea mapepo kinywa kinahusika. Yaani hichi kinywa kimetengenezwa kuleta vitu visivyokuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yuko makini sana kwa anachosema. Sana. Hata kakiwaambia mlima ng'oka, nimesema ukiutazama mlima ng'oka, atakayewaambia mlima kuna kitu nakitaka, unaona kinywa kinahusika. Kwa hiyo nimekuonyesha hivi vitu ili upate kujua kwa upana ya kwamba vitendea kazi viwili vinavyoweza kufanya yasiokuwepo yawepo: Roho Mtakatifu na maneno ya kinywa chako. Wewe kile ikifika asubuhi, wewe jiumbie vitu, jiumbie utajiri, jiumbie mafanikio, jiumbie uzima. Unajiumbiaje? Kwa kusema yale yasiokuwepo, kana kwamba mimi ni mhubiri mkubwa, nimepita kutoka mauti kuingia uzimani, nimefanikiwa, nina udele, ni mshindi. Juu yangu mpaka kwenye utosi kuna uzima wa Mungu uko ndani. Sishindwi, sipingwi, sizuiwi, siuawi. Kila wakati semea kwako, semea watoto, iwe ni lugha ya imani, kuyasema yasiyokuwepo, kana kwamba hiyo ndio lugha ya Mungu. Utaanza kuona vitu vinajiumba vipya kwenye ndoa, kwenye mafanikio. Hii ndoa ni amani, wala sio kwa vurugu. Huyu mwanaume ambaye ananipigia huduma hizi 5 za mkono, ninatapina kutamka ya kwamba hiyo mikono wala hata nigusa, atamgusa nayo shetani. Kwa hiyo kila wakati unasema yasiyokuwepo, kana kwamba ndio lugha ya imani. Mungu amenibadilisha, Mungu amenibariki, Mungu ameniinua, Mungu amenifanya kuwa kichwa wala sio mkia. Hiyo ni lugha ya kuyasema yasiyokuwepo, kana kwamba yapo. Wanakutanika, lakini sio kwa shauri la Bwana. Wowote watakaokusanyika kinyume chako wataanguka. Unasema vitu visivyokuwepo, kana kwamba sitembei katika giza, natembea katika nuru. Sitakufa, sitauawa na mchawi, wala mtoto wa mchawi, wala kijana wa mchawi, wala pepo, wala mshirikina. Hawaniwezi, kwa sababu aliyeko ndani yangu ni mkuu kuliko. Hicho kinywa unakitumia gaje kwa mwenendo? Nimeinuliwa, mimi tofauti, ninatembea katika kibali, ninatembea katika upendeleo, ninatembea katika utisho. Unajitamkia, yani unapoona vitu viko hivi na wewe unavigeuza vinakuwa hivi kiungu. Unapoona kuna matatizo, wewe unasema matatizo hakuna. Yani siku zote unakuwa kinyume na vile ambavyo shetani analeta. Sasa wewe unakubaliana, alafu unasapoti na maneno yako, unauma. Maana mtu anakula matunda ya kinywa chake. Tuza sana. Jamani, zungumze lugha ya nini? Ya imani. Hakuna uchawi kwa Yakobo. Yale mambo ya
imani ni mpaka pia uyaweke mdomoni. Kwa moyo tunaamini, tunasema, unachokiamini kiseme. Kilete mabadiliko, kilete mageuko, kilete mambo mapya kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Usiseme kushindwa, wewe usiogope kushindwa. Usiweke option, no, wewe sema unayotaka yawe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sema yasiyokuwepo kama sehemu ya lugha yako. Yaani lugha ya walokole ni lugha ya imani. Ni kama ambavyo Wasukuma wana lugha yao, Wajita wana lugha yao, Wachaga wana lugha yao, Wamarekani wana lugha yao, Waganda wana lugha yao, Waingereza wana lugha yao, na sisi tuna lugha yetu. Lugha yetu ni lugha ya imani, ya kusema yasiyokuwepo kana kwamba yapo. Hiyo ndio lugha yetu. Hatuna lugha nyingine sisi kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anza kupractice kwenye vitu vidogo vidogo. Kwenye vitu vidogo vidogo, anza kuchange maneno ya kinywa chako. Kwenye vitu ambavyo kuna shida, anza kubadilisha kwa maneno ya kinywa chako. Asubuhi taja, mchana taja, jioni taja. Utaanza kuona vitu vina change, vinabadilika. Kwa nini? Kinywa kina uwezo wa kufanya na kusema na kuumba kisichokuwepo kikawepo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hii ni nidhamu ambayo unatakiwa uwe nayo wewe kama unataka kuona vitu vipya vinatengenezwa ndani ya maisha yako, ndani ya familia yako, ndani ya nyumba yako. Bwana Mungu haijalishi una maono kiasi gani, una picha kubwa kiasi gani, hauisemi haitakuwa. Hauisemi, haujifunzi kuisema. Hiyo picha ya watoto huisemi, hiyo picha ya maisha yako huisemi, haiwi. Tuko sasa. Mwambie Mungu, hebu tairi kinywa changu. Mwambie Mungu, ufanye tawala ya kinywa changu. Kuna watu ndani ya vinywa vyao wao ni negativity tu. Mambo
vile unavyoviona kwenye ulimwengu vikawa halisi kwa ulimwengu wa mwili. Haijalishi una ndugu, haijalishi hauna ndugu, haijalishi umesoma, haijalishi hauna pesa, unaweza ukacreate atmosphere ya mambo yakafanyika. Tuko sawa? Haleluya, 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 haleluya. Mtu anakuambia hautabarikiwa, tunakulaani, na wewe unafyatua. Huwezi kulaani kilichobarikiwa. Haijalishi wanasumbuka, haijalishi wanahangaika na wewe, haijalishi wanakesha, haijalishi wana vikao, haijalishi wamekaa mara ngapi, hawataweza, kwa sababu kilichobarikiwa hakilaaniwi. Jiseme, jitamkie, jinene. Utaanza kuona changes kwenye kila eneo la maisha yako. Roho na neno katika nguvu. Nikwambia utofauti wa kuumba na kufanya. Amen? 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 Moja kati ya vitu ambavyo wanaokolo wanatakiwa wabadilike ni maneno yao sana. Sana. Wanaongea vitu vingi vigumu.